Jeshi la Iran IRGC linasema kwamba nguvu pekee ambayo itaidhoofisha Israel ni makombora ya balistiki ya masafa marefu ambayo yanatumika wakati huu. Jeshi hilo la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limetoa maelezo ya duru ya hivi punde ya mashambulizi dhidi ya Israel katika kulipiza kisasi, likisema uharibifu mkubwa unaosababishwa na mashambulizi hayo ya usahihi unaonyesha mwelekeo wa kuongezeka kwa nguvu za kushambulia za makombora ya balistiki ya Iran. Katika taarifa iliyotolewa na IRGC imesema imezindua wimbi la 18 la mashambulizi kama sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3. Imesema kwamba Israel itadhoofishwa na makombora haya licha ya kwamba haikuamini namna gani Iran ina nguvu kiasi hiki. Imesema makombora yaliyorushwa katika duru ya hivi karibuni ya mashambulio ya hivi karibuni yamefikia malengo mengi katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na Israel, zikiwemo maeneo ya kijeshi ya utawala wa Israel, viwanda vya ulinzi, vituo vya amri na udhibiti, makampuni yanayotoa vifaa kwa ajili ya operesheni za kijeshi za Israel na kambi za ndege za kijeshi za Nevatim na Hazerim. IRGC imesema shabaha hizo zimekuwa katika orodha ya mhimili wa uovu dhidi ya watu wanaodhulumiwa wa Gaza, Lebanon, Yemen tangu kuanza kwa operesheni ya Tufani Al-Aqsa mnamo Oktoba mwaka 2023, na pia waliajiriwa wakati wa vita vilivyowekwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Milipuko mikubwa na milipuko ya kila mahali imeonekana kutokana na mashambulizi ya makombora ya masafa marefu huko Tel Aviv, Haifa, Beersheba, lakini yanaonyesha mwelekeo wa kuongezeka kwa nguvu za kushambulia za makombora ya balistiki ya Iran hadi adhabu kamili ya utawala wa Kizayuni wa jinai itakapoisha. IRGC imesema jeshi hilo limesema kwamba ili waweze kushinda vita hivyo lazima watumie makombora ya balistiki ambayo kimsingi yameshindwa kuzuilika ndani ya Israel. Hatimaye IRGC inasema kuwa uwepo mkubwa wa watu wa Iran katika maandamano ya ghadhabu na ushindi siku ya jana Ijumaa ni uungwaji mkono wa kutia moyo kutoka kwa raia wa Iran, na uungwaji mkono unaonyeshwa na mataifa huru na vikundi vya upinzani umeimarisha azma ya wanajeshi katika vita dhidi ya Israel. Kwa hivyo IRGC inasema kwamba moja kati ya jambo ambalo Israel ilikuwa inataka ni kutengeneza uhasama baina ya watu ndani ya Israel na utawala wao, lakini wakati huu utawala huo wa Israel unaoendesha vita vya uchokozi visivyokuwa na msingi dhidi ya Iran kuanzia Juni 13 ni kwamba havikusababisha matokeo walioyataka. Hata hivyo, kutokana na kile ambacho Netanyahu alikitaka katika kuhakikisha anauvuruga uongozi wa Iran, huku akiwataka wananchi waandamane kwa ajili ya kuondoa utawala wa Iran, matokeo yake ni kwamba raia hao wameandamana kumkataa Benjamin Netanyahu na utawala wake, lakini pili kuunga mkono utawala uliopo wa mapinduzi ya Kiislamu chini ya Ayatollah Al-Khamenei. Utawala huo ulifanya mashambulizi ya anga katika maeneo ya nyuklia, kijeshi na makazi ya Iran yaliyosababisha kuuawa makamanda wa ngazi za juu wa kijeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia wa kawaida. Vikosi vya jeshi la Iran vilianza mashambulizi mara moja tu baadaye. Walinzi wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, kikosi cha wanaanga, kimefanya mawimbi 17 ya makombora ya kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Kizayuni hadi tarehe 20 Juni, na leo Jumamosi wameanzisha wimbi la 18 la mashambulizi hayo ya operesheni ya 3 ya Ahadi ya Kweli. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote uweze kuyajua mengi ya ulimwengu.